Okay. Asante sana Ezekiel. Sasa kwanza nikienda moja kwa moja kwenye swali lako kuhusiana na impairment. Unajua impairment kwenye hizi rasilimali kwenye balance sheet ni kwamba kinachotokea ni kwamba rasilimali hizi zinakuwa kwenye upande wa rasilimali, upande wa assets. Zile ndo assets zako za benki, yani kwamba hizi ni assets ambazo mnazo. Sasa zile assets zinakuwa na thamani yake. Sasa kukiwa na walaki ni kwamba ile thamani yake inawezekana isiwe ndio hiyo ambayo unaionyesha kwenye vitabu. Ndio kuna dhana fulani hivi kwenye mambo ya uhasibu wanaita mambo ya prudence concept na mambo kama hayo, kwamba ni vizuri ukishaona kuna uwezekano kwamba hiyo thamani ya rasilimali ambayo unayo kwenye vitabu inawezekana ikapungua kwa sababu ya tatizo lililotokea, unashauriwa kwamba hiyo sehemu ya uwezekano wa hiyo hasara uibook kwenye vitabu vyako, yani kwamba uichaji kwenye vitabu vyako, kwamba hapa kuna possibility ya nini, ya hii rasilimali yangu kupungua bei na ikaniletea hasara. Kwa kuliko kusubiri mpaka ikishaharibika ndo write off huko mwishoni, unaanza mapema kufanya tathmini ya zile rasilimali zako, unapunguza kale ka portion ambako unasema kweli hii rasilimali yangu imeshapoteza thamani. Sasa kwa biashara ya benki, hiyo ni kati ya mambo ambayo ni yako critical sana, kwa sababu rasilimali za benki, rasilimali kubwa sana ni kile kitabu cha mikopo, ile mikopo ambayo wamekopesha. Ukiingia kwenye mizania ya benki, mikopo ndo asset kubwa, ndo rasilimali kubwa ya kile kitabu cha kwenye ile mizania ya benki. Sasa na sheria ambazo wamepewa na nafikiri manzia 2019 au 10 ngapi, ile loan book ikitokea kuna mkopaji ambaye ameshindwa kumit ile installment yake, kwamba alitakiwa kuwa analipa kila mwezi wa kwanza au mwezi wa pili, ikitokea ameshindwa kulipa, ni kwamba huo mkopo ubora wake unakuwa umeshaanza kuwa questioned. Kwa hiyo kuna viwango ambavyo unatakiwa sasa ufanye calculation uweze kufanya impairment, kwamba kuna possibility huo mkopo ukawa chechefu, kwa unaanza kukubali hasara sasa hivi. Kwa hiyo ndio jinsi ambavyo wanafanya. Na kwa benki, kwa sababu nimeshakwambia kwamba asset zake kubwa, rasilimali zake kubwa ni loan, quality ya benki inategemea na ubora wa kile kitabu chake cha mikopo.